Mambo yanaenda poa kabisa. Kwa hicho ambacho kinachoendelea hivi sasa Simba Sport Club, pengine ni yale ambayo mko mnayalilia. Kipindi cha nyuma mko mnalia na uongozi, na sasa hivi unaona kama bado ni vile vile. Unajua shida ya uongozi, tulikuwa nasema uongozi una matatizo. Hayo matatizo yamerudi sasa kwa wanachama na washabiki. Kila mmoja na wimbo wake. Unajua mimi aliniunga kwenye group la WhatsApp la Simba Influencer, na aliniunga kwenye hiyo grupu ni daktari wa mchongo, mnafiki huyu. Daktari wa mchongo nani huyo? Daktari wa mchongo anajiita sio Hamisi Mo, sio Hamisi sijui. Ndio daktari wa mchongo. Ambaye ni mnafiki. Kaniunga, baadaye kuniunga nikaenda kwenye group information kwamba je, hii group inahusiana na nini? Headline nikaona Simba Influencers. Baada ya hapo nikaposti message kwenye hiyo grupu kwamba Mo, uwe na msimamo. Huyo daktari wa mchongo, daktari wa mchongo huyu, huyu mnafiki huyu, uwe na msimamo. Uwe leo utaongea hicho, kesho unaongea hicho. Baadaye nikaposti kwamba humu kuna wachawa kwenye grupu, kwenye grupu hilo. Wakanipinga kwamba kwa nini unasema wachawa? Unajua mwandishi, wachawa sio mpaka lazima labda unachukua hela. Unaweza kuwa chawa la mtu labda unamtetea au labda una maslahi fulani au labda una kitu fulani unakipata, sio hela tu kila kitu. Sasa baada ya kuandika hivyo, huyu waliosema wakatafsiri kwamba labda mimi nasema sio kwamba wanasafiri na timu wanalipiwa sio hivi. Maana yangu ilikuwa sio hiyo. Maana yako ilikuwa ni nyingine kabisa. Maana yangu ilikuwa kwamba tuwe na msimamo, tusimtetee mtu ambaye ana maovu. Ndio ilikuwa maana yangu. Baada ya hapo nikaondolewa kwenye group. Wakanitoa. Sasa walivyonitoa nikampigia huyu mtapeli huyu mnafiki kwamba naye mimi, kwa nini umenitoa kwenye group? Kwa sababu yeye ndio admin. Basi bana, nitakurudisha. Kwani kosa niliyofanya nini mpaka umenitoa? Kanirudisha. Wameniunga tena kwenye group. Baada ya hapo tukaambia kuna mkutano atakuja Mangungu. Basi mimi nikaenda kwenye mkutano nijue kinachoongelewa. Nilipofika kwenye mkutano nikakuta wapo wote pale, mimi nikakaa pale. Mangungu akaanza kuongelea masuala ya wachezaji kwamba wanafanya maovu. Wachezaji hawajitumi. Yaani maovu, sio unanielewa? Maovu maana wanaenda klabu, wanafanya hivi nini. Wanawake nini sio hivi vitu kama hicho. Mimi nikamsikiliza. Sasa nikasema mimi naomba mwenyekiti unipe nafasi ya kuongea. Mimi ndio nikapewa nafasi ya kwanza. Nikamwambia Mangungu kwamba nikuulize swala moja. Wewe katika Simba kama mwenyekiti una miaka mingapi? Kamuuliza Mangungu hilo swali. Namuuliza Mangungu hapo. Kama sio 3.5 4 ndio unamalizia, labda baada kikatiba wiki tu unaye unamaliza, kwa sababu unajua hapo niwaambie Watanzania na washabiki wa Simba labda walijua hilo muhimu sana.
kwamba kikatiba Mangungu amemaliza muda wake. Kumbe kashamaliza tayari. Kwa sababu yeye alichaguliwa tarehe 22 mwezi wa kwanza 2022. Tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026 muda wake umeisha. Hiyo wanasimba walielewe na wafikishia ujumbe huo. Lakini kama umetuita basi acha nikuulize maswali. Kwamba miaka hiyo yote ulikuwa wapi? Ulishindwa kutuita? Ulishindwa kueleza matatizo ya Simba ni nini kama mwenyekiti wetu? Akaniambia, Muhindi, kama mimi sijakutafuta basi wewe ungenitafuta. Nikamwambia, mwenyekiti, hiyo haiwezekani kwa sababu wewe kila siku mimi unanisikiliza. Unanisikia kwenye mitandao unavyokulalamikia. Na kwanza kabisa awali ya yote kumwambia hayo, kujitambulisha, nikamwambia mimi ni Muhindi wa Simba ambaye nilikuita muhuni katika mkutano. Ule mkutano mkuu. Mkutano mkuu nilikuita muhuni kwa sababu ulitoroka. Na bado ukizungua nitakuita muhuni. Namwambia live Mangungu huyo. Baada ya hapo kumuuliza kwamba maana, nikamwambia wewe ulikuwa unasikiliza kwenye mitandao nilichokuwa nalalamika. Wewe katika miaka minne, je, ulifikiria kama una uchungu na klabu ya Simba au una mapenzi ya dhati na Simba, kwamba bwana nikae na watu wangu na sio kuita influencers? Mwandishi, nielewe hapo. Na sio kuita? Sio kuwaita influencers. Walipaswa aitweje? Ilitakiwa aitishe mkutano wa dharura kwa wanachama wote. Kwa wanachama wote awaambie kinachoendelea klabu ya Simba na nini tatizo. Kwa sababu leo wewe unatuita watu 10, 12. Sisi hapo hatukuelewi. Kwa nini hawaitenyie tu? Alafu cha ajabu, hao watu sisi tulivyoitwa, tulivyojadili masuala ya wachezaji na nini, likaisha hayo, watu wanamwimba kwamba apepewe. Wanamwimba apepewe. Mangungu impact gani kaeleta kwenye mkutano mpaka mnasema apepewe? Labda kuna kitu gani? Na kama anasema kwamba Mo hatowi hela, ndiye kwa nini mmeanza kumsikia direct yeye kwamba kweli Mo hatowi hela? Kwa nini upande wa pili usiitwe pia? Upande wa pili wamekaa kimya sana. Upande wa pili huyu si tumemsikia mwenyekiti. Sasa wangemuita upande wa pili tukamwomba kwamba naye wewe umeongea, sasa tuitie upande wa pili. Waje. Sasa ikaahirishwa karibu mara 2 kuletwa kwa upande wa pili. Kwa sababu sisi tunataka tuwasikilize upande zote mbili. Lakini cha kushangaza labda mimi sikumsikia kusema kweli kwamba amemwongelea Mo mabaya. Lakini hapo ilichonishangaza, hao ma-influencer akina huyu daktari wa mchongo na GB na akina pasi milioni wakaanza kumimba, wanaenda Dodoma wakaanza kumwimba kwamba apepewe. Sasa apepewe kwa lipi? Kalifanya nini? Wanampongeza labda kwa mafanikio ambayo aliyoleta Simba Sport Club. Mafanikio gani? Kwa kucheza finali Simba. Sasa mwandishi, unajua unaponiuliza kuhusu finali, baada ya finali hao si ndio walikuwa na mshtumu Mangungu? Hao naosema wanaimba wanakuwa na mwimba au nasema uongo? Kweli waliwasha moto sana. Kwa sababu hao wataanza kusema kwamba apepewe toka ule tulivyoitwa na ma-influencer. Sasa sijui kitu gani kimefanyika ndani pale. Kwa sababu sisi tulionyoka, sisi hatusikii cha mtu. Hata ukiniambia vipi mimi sikuelewi. Kwani unanielewa? Na kuelewa vizuri. Hata ukiniambia chochote mimi sikuelewi. Sasa wewe mtu mzima umeelewa maana yangu. Lakini hao watu kwa nini wakaanza kumwimba? Amefanya nini Mangungu? Leo mnaanza kumwimba wakati nie ndio mlikuwa nampiga kwamba hafai. Kwa hiyo hapo kuna ukakasi kidogo. Kuna ukakasi. Umeona? Kwa hiyo mimi ilichonishangaza kwamba kwa nini imekuwa hivyo? Mimi Mangungu nikamuuliza kwamba siri zetu zinavuja.
Nani anavujisha siri za klabu? Mfano moja, jezi. Akaniambia Muhindi, jezi hazivujishwi na viongozi. Jezi zinaweza zikavuja kutokana na huyu aliyewekeza kwenye jezi, mdhamini wa jezi ambaye ni Jairuti. Kwa hiyo inawezekana kwamba yeye ndio kafanya kitu hicho. Kwa hiyo hapo Jairuti kwamba hafai kuwa hata mwekezaji. Leo jezi tu zimevuja, mwandishi, unamtegemea umpe uwekezaji? Anaweza? Inakuwa ina ukakasi kidogo. Anaweza? Jezi tu imemshinda kuzilinda, kitu kidogo sana mpaka zikavuja. Na leo mwenyekiti wetu mwenyewe katuambia. Baada ya hapo nilikuwa nataka kuendelea kumuuliza maswali mengi tu mwenyekiti, lakini watu wakanibloku. Au ma-influencer wengine wakanibloku. Bana hayo tulishaongea na nini, basi hayo ache na nini, wakanibloku. Nikashindwa kumuuliza maswali mengine. Lakini nilikuwa nataka nimuulize, labda kupitia kipaza sauti hiyo muulize, niwaambie kwamba nilichokuwa nataka niulize wana Simba wanielewe kwamba leo wewe unaposema labda kwamba Mo alikuwa hatoi yale, na mlishawahi kusema hiyo. Mo aliposema ametoa bilioni 87 mlijitokeza kukanusha? Au leo wewe hayo unayoongea kwenye na influencer 10-11 ambao ni very minority, je, uliongea hiyo kwenye mkutano mkuu? Wewe inapaswa ungeita mkutano wa dharura kwa wanachama wote wapewe haki zao ya kuongea, ambacho kwenye mkutano mkuu wewe hukufanya, ukatoroka. Sasa leo kwa nini inakwaje kwamba unawaita ma-influencer alafu unaongea vitu hivyo nao? Kuna ashiria gani? Kuna kitu gani kinaendelea katika? Kuna ashiria gani hapo? Kwamba unateua watu maalum 10-11. Leo washabiki wa Simba Tanzania pengine milioni 40 au 30. Hao watu wote unawaonaje? Kwa vile unajua labda hao pengine watakutetea. Huo ndio ukweli. Sasa mimi yale maswali nilivyouliza mwandishi, baada ya kikao kuisha, kuna ma-influencers wananiambia, Muhindi, mbona ulikuwa na foka sana kwenye kikao? Yani ulikuwa na mfoka mwenyekiti, mbona ulikuwa mkali sana? Kaambia nisikilizeni. Nie si ndo mliniita mimi kwamba nijumuike na nie? Sasa msinipangie. Msinipangie mimi, nipeni uhuru nachotaka kuongea au kumuuliza. Kama mngetaka kuniambia kwamba bwana Muhindi fanya hivi mngenielekeza, mimi huo mkutano nisingekuja. Au alikuwa tayari ushapangiwa cha kuongea wenyewe? Ndio maana yake. Unafikiri inamaanisha nini hapo? Mimi msingeniita. Sasa kama mmeniita nisikilizeni, msinipangie. Baada ya hapo, baadaye bana, siku 3-4 nakuta nimeondolewa tena kwenye grupu. Wanakuondoa na kurudisha. Si wananiona mwiba? Huyu mwiba, huyu hasomeki. Muhindi hasomeki. Sio mtu wa kutulizika huyo. Atulizwi. Sasa wakati kuniondoa nikampigia huyu mnafiki, huyu daktari wa mchongo huyu simu. Hapokei simu zangu. Baada ya kuondoa nimuulize kwamba ulichoniondolea nini? Mimi nimefanya kosa gani? Unaniondoa kwenye grupu? Mimi nataka nipiganie Simba na nipambane na watu ambao hawapendi maendeleo ya Simba na wanafuga waovu. Wakaniona mimi mwiba. Mwandishi, huyu hatuwezi kuendana naye. Huyu amesimama kwenye msimamo yake. Sasa baadaye yeye kutopokea simu, nikampigia GB 64, shabiki la Kafu, Mnandi. Kuna dada moja anaitwa Fei Biliani, sio anauza nini simjui.
nikampigia yule dada moja anaitwa official mke, wote nikawapigia, nikauliza jamani, hebu angalieni mimi kwa nini nimeondolewa kwenye grupu, hebu jaribuni kumuuliza huyu, kwa sababu leo mwandishi yeye ana madaraka gani ya mimi kuniondoa kwenye grupu? Yeye kama nani? Yeye ni nani? Ni njaa tu. Utaweza kusema kuwa njaa ndo inayoitafuna Simba Sport Club. Ndio manake kiko wazi. Sasa baada ya hapo wakaniambia bana, tutakupa mrejesho. Mpaka leo kulikuwa na mkutano wa upande wa pili uje Ijumaa. Kabla ya Ijumaa nikaondolewa kwenye grupu ili labda huu mkutano pia nisiuhudhurie. Nieleweni wana Simba na Tanzania nzima, nisikilize nilichofanyiwa. Baada ya hapo hawakunijibu hao ma influencer wengine ambao nimewapigia kwamba kuna sababu gani ya mimi kuniondoa. Mimi nataka nijue sababu ya huyu kuniondoa mimi. Anipe tu sababu alafu nimjibu. Hakuweza kufanya hivyo. Baada ya hapo jana usiku saa 7 jana usiku saa 7 nimekuta miss call yake, amenipigia kama kabla ya dakika 2. Nilivyokuta miss call yake nikampigia, nikamwambia unasemaje? Yaani niko mkali sana wakati huo. Kichwa kinawaka moto. Kinawaka moto. Kwa sababu tabia zake mimi siendani nazo. Leo wewe mtu mzima unadanganya umma kwamba umefiwa au mtoto wako anaumwa, unakusanya hela kwa watu, wewe ni mnafiki. Bullshit. Hao ndio wanafiki wenyewe. Hufai wewe mtu. Unacheza na Mwenyezi Mungu. Usaisia. Basi bana ananiambia Muhindi, kesho usiongee. Kaambia hebu rudia, unasemaje? Amondo leo sasa. Jana saa 7 usiku, ina maana si leo. Usiku wa kuamkia. Nikaambia mimi nitaongea na nitakuchafua na nitakunyosha. Okay. Bana polisi watakuja watakushika. Kaambia huna uwezo huo. Wewe usinitishe mimi, umepagusa pabaya. Wakumletea polisi. Wewe umegusa pabaya. Usinitishe kabisa kabisa kabisa. Nikakata simu yake. Na hicho alifanya kwa mtoto mmoja anaitwa Pacha. Majuzi alimpigia simu, alimtisha. Alafu alichomtisha inaleta aibu kwamba huyu mtu kweli, yani mtu hafai. Huyu hayuko kwenye ubinadamu huyu jamaa. Tutaweza ukasema anatumika na uongozi. Anamwambia nini unajua Pacha? Anasema mimi niko na Murilo naongea naye, Mheshimiwa Murilo anataka kuongea na wewe wakati yuko Dodoma. Wana Simba sikilizeni hiyo. Huyu jamaa alipokuwa mtu wa ajabu. Wakati yuko Dodoma anamwambia mtu mshabiki wa Simba mwenzake anamwambia hivyo kwa kumtishia. Murilo anataka kuongea na wewe. Kwa kumtishia. Huyu kijana bana kanipigia simu. Kwamba Muhindi, nikaambia hata kugusa. Mimi nipo. Mimi niko na wewe kama huyu kweli mwanaume akuguse. Kwa mnachafua na nyinyi humu ndani kwa ndani Simba mashabiki. Simba si tabia chafu. Kama tabia chafu tutachafua. Mtu mchafu hatumwezi kumwacha salama. Baada ya hapo leo